katika wiki hii kuelekea tarehe 15 kwenye mechi namba 184, mechi ya dabi. Ndio. Sasa jana bwana, Simba walitoa taarifa yao, taarifa kwa umma. Taarifa hii inasema klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama na wapenzi na umma kuwa mchezo namba 184 dhidi ya Young Africans uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025, ndio upo kama ulivyopangwa. Ndio. Tunawasihi msihadahike na kelele za mitaani. Wale ambao walinunua tiketi za mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 wazitumie kwa ajili ya matumizi, wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua baada ya tangazo kutoka bodi ya ligi. Twendeni tukaujaze uwanja kwa Mkapa, si ndio? Ndio. Hapo wanawaasa mashabiki wao. Inafahamika wazi kuwa ligi kuu ya NBC inajumuisha timu 16 na si ligi ya timu moja. Kwa mujibu wa taratibu, kabla ya kuanza msimu, vilabu vyote 16 hushiriki vikao na kutoa mapendekezo ya kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu. Hivyo wenye hoja wafuate taratibu husika. Tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wale waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni tarehe 7. Lakini pia kutokuelewa kwa ripoti hiyo utachukuliwa hatua. Yes, hii ilikuwa ni barua ya juzi ile. Kuna barua ya jana ambayo ilitoka kutoka kwa Simba, si ndio? Ambayo ikiendelea kuhanikiza ikiendelea kuhanikiza juu ya wao kutambua huo mchezo. Nitairudia hii taarifa kwa umma. Klabu ya Simba inauarifu umma, wanachama na wapenzi wake kuwa itaingia uwanjani siku ya Jumapili tarehe 15 Juni 2025 kushiriki mchezo wa namba 184 kama ulivyopangwa na bodi ya ligi kuu Tanzania. Mabadiliko yoyote ya kujaribu kuahirisha mchezo huo ni batili na kinyume na taratibu za uendeshwaji wa mpira wa miguu. Kwa msingi huo, klabu ya Simba haitashiriki mchezo wowote wa namba 184 isipokuwa ule uliopangwa kuchezwa kuchezwa siku ya Jumapili tarehe 15 Juni. Tunawaomba wanachama na wapenzi wa klabu yetu kujitokeza kwa wingi kujaza Benjamin Mkapa siku hiyo muhimu ili kuiunga mkono timu yetu. Hii imetoka kwenye uongozi wa Simba. Nguvu moja. Okay. Tuanzie hapo. Mchezo unachezwa tarehe 15. Leo ni tarehe 13. Kwa hiyo imebaki siku moja ambayo ni siku ya kesho. Paka jana Simba walikuwa hawajaona viashiria vyovyote kutoka bodi ya ligi. Kwanza kutangaza viingilio vya tiketi ambazo zilikuwa zimebaki, kwa sababu tiketi ambazo ziliuzika tarehe 8 ule mchezo wa tarehe 8 Machi zitatumika kwenye mchezo unaofuata, si ndio? Yeah. Kwa hiyo bodi ya ligi walikuwa hawajatangaza kwa sababu kitaratibu bodi ya ligi imekasimisha mamlaka kwa vilabu vyenyeji ama wenyeji ili kutangaza kutangaza viingilio. Sasa klabu mwenyeji ambaye ni Young Africans, yeye amesema hachezi. Manake kama hachezi na bodi ya ligi amesema kwamba mchezo upo, kwa hiyo anachukua yale mamlaka, anachukua lile jukumu kutangaza yeye viingilio ili kufanya mchezo uendelee kuwa live. Kwa mpaka jana mchezo bodi ya ligi hawajatangaza viingilio mpaka kufikia jana kwenye hii taarifa ya umma. Lakini mpaka leo mpaka hivi sasa bado bodi ya ligi hawajatangaza viingilio. Lakini pia bado tu sio tu kutangaza, hawajatangaza marefari ambao wataenda kuchezesha
huo mchezo. Sasa chambuzi la system hii inaleta picha gani? Ikiwa Simba ameshatoa waraka wake kwamba mashabiki tujaze uwanja, si ndio? Lakini pia bodi ya ligi ambao ndio msimamizi sasa, yeye na yeye hajatangaza ile lineup ya waamuzi, lakini kama haitoshi hajatangaza kiingilio. Lakini ule uwanja pia unakodiwa. Kwa hiyo kuna kukodi. Kwa hiyo bodi ya ligi inawezekana pia hawajakodi ule uwanja kwa ajili ya kutumika. Haya yote yanawezekana, huenda hawajakodi, lakini tulicho na uhakika nacho ni kwamba hawajatangaza viingilio wala waamuzi. Unafikiri inaleta picha gani kuelekea dabi ya tarehe 15? Yes, bado inaendelea kuleta vuguvugu. Bado wanasema kuna fuka moshi, ndio yeah. Bado kuna shida kwa sababu ukiangalia hata barua ya Simba ya jana, manake imeanza kunusa viashiria vya hii mechi kufanyaje? Kuahirishwa. Ndio. Kama imenusa, manake nayo inajaribu kusimenti, kutia joto, kuona ni namna gani ambavyo bodi ya ligi wataweza kusimamia ule msimamo wao ambao walifanyaje, ambao walisema kwamba ligi mechi namba 184 bado iko live. Na bodi ya ligi hawajaja kusema kwamba mchezo umeahirishwa ama haujaahirishwa ama mchezo upo. Kwa kauli yao ya mwisho, mchezo bado uko live. Ndio, bado uko pale. Lakini sasa kutokana na mchezo uko pale, kuna maandalizi ambayo yanapaswa kufanyika ili mchezo ufanyaje? Mchezo. Lakini hayo maandalizi ndo hayaonekani. Sasa kama maandalizi hayaonekani, mchezo utakuwepo kweli? Na klabu ya Simba wanasema wanaje kurusha matangazo, ambao ni mdhamini ambaye ndo amechukua jukumu la kurusha na mamlaka ya kurusha kurusha matangazo ya mechi za ligi kuu, si ndio? Manake kurusha yale matangazo tayari naye ashawaalika wadau wake kwamba njooni muweke matangazo yenu ili mimi nipate nipate pesa. Kwa hiyo yeye pia naye yupo mdau ambaye anaweza akapata hasara. Kwa hiyo manake ni nini? Manake hii taswira inaenda kuharibu namna ambavyo ama inaenda kurudisha wawekezaji ambao wana nia njema ya kuweza kuwekeza kwenye mpira wetu na kuutoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo hicho ndo kitu pekee ambacho naona kabisa kinaenda kufanyika, naita madhara hasi ambayo yanaenda kutokea baada ya kuahirishwa kwa hii michezo. Sawa. Tuhame bongo sasa. Tujuze huko kwenye dondoo nyingine. Nani Mea anataka kuuliza Mea tujuze. Kwenye ripoti ya Simba pale, wanaandika kwamba mashabiki wakaujaze uwanja wa Mkapa. Sasa ile Simba ile taarifa wamepata wapi kwamba mechi inachezewa kwa Mkapa au ripoti yao wanaandika pale mashabiki waende kwa Mkapa? Na mechi ndivyo ambavyo kwa awali mechi ilikuwa imepangwa ichezwe kwa Mkapa. Ndio lakini pia sio tu uwanja, lakini kikawaida pia hata marefaria ambao walikuwa kwenye mchezo wa awali wanakuwa wale kwa sababu mchezo umeahirishwa. Sisi ambacho tunakihitaji zaidi, tunahitaji ile taarifa ambayo inatoa msisitizo kwamba mechi ipo kwa Mkapa, lakini pia marefaria ambao watakaochezesha mechi ni wale ambao walipangwa kuchezesha mechi ya awali. Kwa hiyo Simba kwa hicho tu kinaonyesha kwamba wao wenyewe binafsi wanaamini, kwa sababu mchezo wa awali ulipangwa kwa Mkapa, lakini pia na hata huu wenyewe haujabadilishwa venue, utachezewa sehemu nyingine tofauti na kwa Mkapa. Ndio maana wamesema tiketi zinunuliwe na mashabiki wao wakiwaasa waende wakafanyaje, wakaujaze uwanja kwa Mkapa ili kuweza kwenda kuwaunga mkono. Yes. Kwa minajili hiyo tunaweza tukafikiri labda bodi ya ligi haijatangaza lineup ya viingilio na lineup ya waamuzi, kwa sababu kwamba kuna huo uwezekano kwamba waamuzi wakatumika wale na viingilio kile. Hata kama waamuzi wanatumika wale, bodi ya ligi wanapaswa kutoa tu taarifa, bwana, waamuzi waliopaswa kuchezesha mchezo wa awali baada ya kuahirishwa ndio ambao watauchezesha. Lakini pia viingilio
ambavyo tiketi zilikuwa zimebaki. Unajua kuna tiketi zilinunuliwa, lakini sio tiketi zote ambazo zilinunuliwa kwenye ule mchezo. Kwa hiyo zile tiketi ambazo zilikuwa zimebaki tiketi za VIP A ama regular, na hizo zitauzwa shilingi ngapi ili kuendelea kufanyaje, kujaza ama kujazilishia sehemu ambayo ilikuwa imefanyaje, imebakia. Lakini kitu cha kusikitisha ni kwamba bodi ya ligi hawajafanyaje, hawajatangaza. Ndio maana sasa Simba wakaja na taarifa yao kwa umma, aidha ni kutia joto ama kuitia pressure bodi ya ligi, kwa sababu hapa ni kutiana pressure na kutiana joto. Young Africans washatia joto, lakini pia Simba nao washaanza kufanyaje, kutia joto. Ikumbukwe, unajua hii kauli ya hatuchezi wanaiona kwa Young Africans, lakini hii kauli ilianza kwa Simba. Ndio tarehe 8 ile usiku, taarifa yao iliyotoka ilisisitiza kwamba watu walohusika na kuwazuia kuingia kwenye mazoezi wawajibishwe. Wasipowajibishwa manake Simba haitoshiriki mchezo, manake hawafanyaje, hawachezi. Ngoma ikapinduka upande wa pili, Young Africans wakashika ngoma, wakaanza kuicheza ngoma ya hatuchezi na mdundo wao. Sasa hivi inawezekana pia ule mdundo ambao wanaucheza Young Africans baada ya kuahirishwa kwa mchezo labda namba 184 na bodi ya ligi, end up mdundo utaanza kuchezwa tena na Simba. Unaona kwenye kauli yao wanasema hawatocheza tena, kwamba ikitokea game imeahirishwa basi iahirishwe tu. Yes. Basi hapo tujuze msikilizaji katika jumbe fupi, lakini kabla tujaenda huko turudi sasa kwingineko huko duniani, na muda wetu sio rafiki kweli kweli. Bwana, Napoli mabingwa wa Serie A pale Italia jana walikamilisha usajili wa kiungo fundi Kevin De Bruyne kutoka Manchester City. Kevin De Bruyne, unajua tunasema kwa umri wa miaka ya wachezaji kiuchezaji kuanzia miaka 30, manake tunaamini anaanza kutundika daruga. Sasa yeye ana miaka 30 na ngapi? 33. Manake tayari umri wake unaenda kumfanyaje, kumtupa mkono. Lakini sio tu kumtupa mkono, lakini vitu bado vimo, si ndio? Napoli wameweza kumsajili De Bruyne kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye ligi kuu ya Italia Serie A, kuona namna gani ambavyo anaweza akawasaidia kwenye eneo la kutengeneza, kwa sababu De Bruyne ni kiungo mshambuliaji, na ukimpata De Bruyne manake una uhakika kwanza wa assist, usaidizi wa pasi za magoli kutoka kwa kwenda kwa washambuliaji, lakini pia una uhakika wa magoli, kwa sababu pia yeye mara nyingi, sio mara kadhaa, ni mara nyingi huwa anafanyaje, anafunga akipata nafasi. Kwa hiyo Napoli watakuwa wamepata ongezeko kubwa sana la kwanza uzoefu wa Kevin De Bruyne, lakini pia namna ya uwezo wake kiufundi na kimbinu kuweza kuichezesha timu na kuweza kutengeneza mazingira mazuri ya timu kupata ushindi. Kwa hiyo binafsi ni ongezeko bora sana kwa Napoli kwa ligi kuu ya Italia. Na tukumbuke kwa hivi sasa ligi kuu ya Italia imekuwa ni kama timu za Italia zinachukua wale ambao washaanza kufanyaje, kustafu. Naona Luka Modric amesaini mkataba na AC Milan, maana yake ni majiajio. Kevin De Bruyne the same way. Kwa hiyo unaona kabisa kuna mazingira ambayo Kevin De Bruyne ataenda kuongeza kitu, ingawa pia Kevin De Bruyne alikuwa anahitajika Saudi Arabia. Na Al Hilal waliweka pesa nyingi sana, lakini yeye aliona kwamba pesa kwake bado sio kitu. Yeye bado anaamini kiwango chake bado kipo hai, kwa hiyo anahitaji zaidi mpira wa kiushindani. Unajua ligi ya Italia na ligi ya Saudi Arabia vimeachana mbali sana kwenye level ya kiushindani. Kwa hiyo naona bado anahitaji ushindani zaidi pengine kuliko kuchagua pesa. Sawa. Mengi zaidi tujuze hapo kwa sababu muda wetu sio rafiki kweli kweli. Mengi zaidi tutakutana pale saa 1:15 kwenye Sport
Junction.